Mr. Fortius hapa naona kwenye comments kuna mtu ameuliza baada ya presentation yako ya leo angependa kujua kama hatuwezi nunua dhahabu kama tunavyonunua hisa, au swali lingine aliweza kuuliza kama tunavyonunua hisa, je, Tanzania hatuna sehemu ya kununua dhahabu kama uwekezaji? Labda tungeweza kupata jibu kutoka hapo. Okay, asante sana Derek na huyo muuliza swali. Ni kweli kwa Tanzania sasa hivi kuna gold buying centers, lakini kwa wale wenye leseni, za uchimbaji au wale wenye master dealers license, wale ambao wanaenda kununua kwa ajili ya kuexport. Lakini kwa watu binafsi kununua dhahabu kama uwekezaji kwa hapa Tanzania bado haijafanyika. Na mwaka jana mwezi wa 5 iliongelewa kidogo kwamba kulikuwa na mpango wa Benki Kuu kuanza kutengeneza coin za dhahabu. Kwa vile dhahabu tunaichimba, wanaweza kaanza kutengeneza kwa kwenye coin ili watu waweze kuwekeza kama kununua dhahabu kama uwekezaji. Nafikiri sijaisikia tena, labda tusubiri hiyo mipango kama itafanyika, lakini kwa sasa hivi kwa bahati mbaya hiyo opportunity haipo. Lakini indirectly au kwenye informal market unaweza kaamua kununua dhahabu kama mikufu, sio ya kuvaa tu, lakini wewe ukaweka akiba kwenye mikufu. Ndio unaweza kufanya mwenyewe binafsi, ila hakikisha hiyo mikufu unaonunua sio fake. Na ndio maana kitu kama dhahabu inabidi kiwe regulated vizuri, kwa sababu watu wengi sana wameelizwa, unanunua kitu kizito kimepakwa rangi na fini dhahabu, siku nataka kwenda kuyayusha kinapotea. Kwa hiyo ni eneo ambalo kwa kweli linahitaji umakini sana. Sawa, shukrani sana. Hapa naona kuna comment baada ya somo lako zuri la stock split. Kuna mtu anauliza hii stock split naona ni nzuri sana na haipunguzi value ya kampuni, lakini sijui kwa nini makampuni yana delay. Watu wamemwambia sana NMB afanye share split, lakini anaonekana na delay sana. Hapo tutegemee labda chochote kwa NMB, labda kwa data zako, sababu ndo tumeona ndo kampuni ambayo ipo at the bay kubwa zaidi. Kwa tutegemee chochote kutoka kwake ama ikoje hapo Mr. Fortius? Asante sana Aika kwa hili swali. Nafikiri kwa sababu NMB ana kikao wiki inayokuja na ni swali ambalo amekuwa akiulizwa katika mikutano yake miwili yote ya mwaka iliyopita. Ameulizwa sana hili swali. Kwa hiyo tumsubiri, usiwe na haraka, tumsubiri tuone kama atalifanyia maamuzi au vipi. Sawa, shukrani sana hapo. Naona bado watu wako pamoja na sisi. Asanteni sana, shukrani sana, tuko pamoja na nyie bwana. Tuko pamoja na nyie. Ona hapa sibi niangalie comments nyingine. Bado watu, comments zenu leo tupo kwa ajili yenu, tutazijibu comments zote tutazijibu. Hapa naona kuna mtaalamu anaitwa Joseph anauliza, mimi naitwa Joseph Ngunya, naweza nunua hisa nikawa nanunua tu bila kuuza ndani ya mwaka mmoja? Au labda hapo Mr. Abbas, kama bado tupo wote, ungeweza kumsaidia kujibu ili swali letu. Yeye anataka kuwa ananunua tu bila ya kuuza ndani ya mwaka. Inawezekana. Kuna watu wamenunua hisa wanazishikilia hawajai kuuza miaka 30. Kwa hiyo inawezekana kabisa. Haya, akaamua ananunua tu asiuze, lakini sasa ni muhimu kuwa anaangalia, kwa sababu inaweza ikawa imefika wakati anatakiwa auze, yeye akawa hauzi. Kwa ni muhimu kuwa anaendelea kuangalia, lakini it's possible kuwa unanunua hauzi. Sawa, nakumbuka kuna msemo mmoja wa Warren Buffett anasema kama haupo tayari kununua hisa hiyo na kuishikilia ndani ya miaka 10, basi usifikirie tena kununua. Kwa hiyo kuna watu wanashikilia hisa zaidi ya mwaka bwana, au zaidi ya miaka 2, 3. Kwa hiyo Mr. Joseph, karibu kwenye uwekezaji, nunua hisa, ishikilie, tuendelee. Sawa. Hapo Mr. Ezekiel, una chochote cha kuongezea?
Hapana, labda tusaidiane tu kuzikimbiza hizi comments hapa. Kuna nyingine zimeelekezwa kwa Abbas, though ni technical, lakini kwa sababu ametamani Abbas ndio ajibu, naomba Abbas urespond kwa huyu mtaalamu hapa. Anasema basi is there any opportunity kwa sasa kununua shares? Naamini anamaanisha NMB after hii period ya rights issue. Itakuwa ni MCB hii nadhani. After hii period ya rights issue ikiisha, kama current shareholders hawata exercise their right OTC kwa bei ile ya 580. Abbas, do you have any response to this ama tu redirect kwa Mr. Fortius? Sijalipata swali lake vizuri. Ngoja tulisome taratibu. Ndio Mr. Fortius. Nafikiri atakuwa anaongelea Mwanga Hakika Bank. Yes, MHB ni Mwanga Hakika Bank. Mwanga Hakika Bank nafikiri karibuni ndo wamekuwa kwenye vyombo vya habari. Performance yao imeonekana ni nzuri sana, na katika mkutano wao wamesema wanakaribia kuja kwenye soko, na ndio maana huyu akaongelea kuhusu inawezekana kule OTC kirefu chake ni over the counter, kwamba kule inawezekana watu wanauziana kwa hiyo bei. Kwa hiyo hapo basi unamshaurije? Mimi namshauri kama kuna hiyo opportunity ya kununua over the counter na kwa bei hiyo ya 580, Mwanga Hakika ni benki nzuri sana, na ni benki ambayo mimi naifuatilia kwa umakini, na imekuwa ina performance nzuri. Ukiangalia vitabu vyao viko vizuri, cost to income ratio iko vizuri, growth yake imekuwa iko vizuri. CEO yule waliomweka pale, waliomchagua ni kiongozi mzuri kabisa. Kwa hiyo kama kuna hiyo opportunity ni nzuri kuinunua, sina mashaka nayo kabisa. Hata mimi mwenyewe naimendea naisubiria ije sokoni, na kama nitapata opportunity ya kuweza kuipata kabla ijaja kwenye IPO itakuwa ni vizuri zaidi. Yes. Shukran sana Mr. Abbas. Ukipata hiyo opportunity ututaarifu na wengine tuweze kununua bwana. Bwana. Matunda mazuri msiare wenyewe. Naam, naona hapa kuna comment hiyo nimeshaidaka hapo Mr. Fortius. Wilbert amehitaji tofauti kati ya CSR na stock split. Tofauti yake ukoje? Sawa, nafikiri Mr. Mtesigwa nafikiri ameuliza hili swala kwa sababu katika maelezo yangu nilitaja kitu kama hicho. CSR ni corporate social responsibility. Nafikiri ameitaja kwamba nimeingizaje au nimehusishaje na stock split. Nafikiri kama tunavyojua kwamba kwenye makampuni huwa kuna budget fulani kwa ajili ya zile huduma kwa jamii, na wanaziripoti kama corporate social responsibility, kwamba wanahusika kwenye kuijali jamii. Na tumezoea kuona wanapanda miti, wanaenda kwenye vituo vya watoto yatima, kutoa financial education. Sasa mimi nimeitaja kwamba sasa waonyeshe corporate social responsibility kwa vitendo, kwa sio tu kuwapa watu elimu, bali kuwapa opportunity au fursa ya watu kuwekeza kwa wingi, ambayo ni financial inclusion. Unajua financial education unamwelimisha mtu ili ashiriki kwenye masoko ya hisa. Sasa kama unamwelimisha afu hujampa opportunity ya kuingia, inawezekana kama utakuwa umeishia njiani. Lakini kama wewe ni kampuni ambayo uko listed na hisa zako, kuna possibility ukizifanyia stock split zinaweza zika encourage retail investors wengi wakashiriki. Sasa wewe ndio hapo nikawa nasema kwamba wewe unakuwa umeshiriki kwenye CSR kwa vitendo. Kama mfanya stock split, unaweza usinipoti kama CSR, lakini kwa undani ni kwamba utakuwa umesaidia retail investors wengi kushiriki kwenye kumiliki hiyo kampuni yako, kwa kama umeongeza hiyo financial inclusion ambayo ni vision ya kitaifa. Sawa, shukrani sana Mr. Fortius. Hapo kuna mtaalamu, naona kuna bado watu wanaomba group la WhatsApp. Naona bado magroup yetu ya WhatsApp la elimu la bure lipo. Nadhani unaweza kumtext Mr. Ezekiel, namba yake ipo chini hapo. Ninaweka linki kwenye comment hapo, kwa hiyo achangamke mara moja. Sawa,
ataweka link hapo. Tutakutana, bado tunakutana na maswali mengine. Kuna swali moja kama huyu anauliza, huyu ni Fonis, anauliza anataka kufaidika na aggressiveness ya CRDB na NMB. Inashauriwa au nichague upande mmoja nifanye concentration? Hapo Mr. Fortius, labda ungetusaidia kujibu, ashauriwaje, achukue pande ipi au hapa kwa kweli swali ni gumu. Unajua inategemea na mwekezaji mwenyewe, inategemea na malengo yake, inategemea na utayari wa kutolerate au utayari wa kuvumilia bei kupanda na kushuka. Kwa ni uamuzi ambao unafanyika kutokana na haiba ya mtu mwenyewe anayetaka kuwekeza. Na kama alivyotuambia Abbas, yeye aliamua haiba yake ilikuwa hiyo, akaamua kuchagua concentrate sehemu moja. Na uwekezaji wa kwenye hisa, kitu ambacho nimekuja kujifunza kwa ujumla ni kama aina tatu. Ile concentrated ambao unachukua one stock portfolio na invest muda wako wote kwenye one stock portfolio, au njia ya pili ndio hiyo focused investing, ambao kimsingi Warren Buffett ndio alikuwa anafuata focused investing au focused portfolio. Unachagua makampuni machache ambao Warren alikuwa anasema ile cycle of influence. Anachagua makampuni machache anayoweza kuyaelewa kwa kina, alafu mzigo wake wote anaweka hapo. Kwa hiyo ni portfolio lakini ni focused kwenye areas ambazo unaona kama unaweza ukazifuatilia na unaelewa biashara. Lakini uwekezaji mwingine ni kama huna muda wa kufuatilia mambo kwa undani, unaamua kuwekeza kwenye diversified portfolio, ndio kama kununua units za dozen index. Kama unataka ufaidi kwenye mambo ya stock market lakini huna muda wa kufuatilia kampuni moja moja, ndio unanunua kwenye ile diversified portfolio kama dozen index. Kwa sasa hapo inategemea wewe haiba yako ikoje, ndio uweze kuweka mzigo wako kwa kadri ambavyo unaweza ukavumilia. Labda kama unataka maelezo zaidi, sasa hapo chukua namba zetu za simu. Sasa hiyo itakuwa ni one on one discussion, kuweza kushauri vizuri kwamba mzigo wako uweke upande gani. Sawa, Mr. Derek, kabla hujaendelea, naomba nisome comment moja kutoka Instagram kwa sababu haipo hapa. Tunaweza tukaiskip. Actually ziko mbili, nitazisoma zote kwa pamoja. Na zinatoka kwa mtaalam Timothy Cosmas. Anasema, Mr. Timothy Cosmas, mimi naomba kujua UBT Security na mpango wowote wa kuweza kuwasaidia wawekezaji kuweza kununua hisa za Dangote Refinery ambayo Dangote mwenyewe ametangaza kuilist kwenye soko la Kenya NSE. Hii ni taarifa kwangu mpya, nzuri sana, asante. Lakini anaendelea anasema, je, kuna jitihada za DSE kushawishi Dangote kulisti kampuni yake TZ? Maana so far Kenya ndo ametajwa ila DSE hapana. Je, kuna jitihada za kuweza kumleta Dangote DSE? Labda nisikie kwanza kutoka kwa Abbas kama una chochote cha kurespond hapa. Sorry, nilikuwa nimetoka kidogo, unaweza ukarudia? Samani. Yes, yako maswali mawili ambayo yamefuatana kwa mtaalamu anaitwa Timothy Cosmas. Anasema, mimi naomba kujua OBT Security ina mpango wote wa kuweza kuwasaidia wawekezaji kununua hisa za Dangote Refinery ambao Dangote mwenyewe ametangaza kulisti kwenye soko la Kenya NSE. Hii atajibu Mr. Fortius. Ila yes. Swali la pili anasema, je, kuna jitihada za DSE kushawishi Dangote kulisti kampuni yake TZ? Maana so far Kenya ndio ametajwa ila DSE hapana. Labda kama umepata fununu zozote kuhusiana na hili. Of course sijapata fununu kwamba labda ana mpango wa kulisti hapa. Yes, sijapata fununu zozote. Sawa, Mr. Fortius, una chochote cha kutuambia hapa? Ni kweli Dangote nafikiri kama 4 zilizopita ndo zilikuja hizo taarifa kwamba unajua anataka kupanua ile refinery yake kule Nigeria, ambapo sasa hivi anazalisha mapipa 650 laki 6.5 kwa mwaka au ni kwa muda gani. Anataka kudouble ile capacity, na sehemu ya mtaji wa kupanua ndo anataka kuja kwa public kwa ajili ya kukopa. Nataka concentrate kwenye masoko ya nataka ku raise capital kutoka kwa Afrika kwa ajili ya kumpa hiyo capital ya kupanua hiyo
hiyo refinery, na akasema kwa sababu anataka kulist hiyo refinery amechagua masoko nafikiri 4 au 5 katika Afrika ambao atalist. Sasa kwa bahati mbaya mpaka sasa hivi nafikiri alipokuwa anachagua DSE, sijajua ni kwa sababu ya market capitalization tukawa tuko nje ya uwezekano wa hizo hisa kuwa cross listed hapa kwetu, lakini kwa sababu zitakuwa cross listed hapo Kenya, ni dhahiri kwamba itakapotangazwa lazima tutafuatilia ni jinsi gani ambavyo Tanzania au wawekezaji wa Tanzania wanaweza wakashiriki. Hizo sio opportunity za kukosa kwa sababu ya ukubwa wa hiyo enterprise yenyewe, lakini na ile advantage aliyosema kwamba atahakikisha analipa dividend in dollars. Kwa tuendelee kufuatilia kwa pamoja, siku opportunity ikitokea na tuweze kuhakikisha tunatafuta utaratibu ambao at least kwa kuwekeza tunaweza tuka access kuwekeza hata kama haijawa cross listed hapa kwetu. Kwa swala la cross list hapa nafikiri sina majibu yake. Tungekuwa na mtu wa DSE angeweza kutupa kama kweli kuna harakati zozote wanazifanya kuweza kumshawishi cross list hapa kwetu. Sawa. Kwako Derek. Naam, shukrani sana Mr. Fortius, ila hapo sasa mtufanyie namna na sisi tuweze kuwekeza hata kwa majirani zetu Kenya, tuweze kupata na sisi utamu wa Dangote, na sisi tuweze kupata namna chochote kitu sisi tunachokisema. Naona bado kuna comments wanasema shukrani sana Mr. Fortius, ongereni Orbit kwa AGM nzuri kabisa. Pongezi kwako Mr. Fortius kwa presentation na maelezo mazuri leo. Maua yako Mr. Fortius. Asante sana Kevin, na asante sana kwa kutusikiliza au kwa kushiriki kama ulikuwepo in person. Naam. Bado tunaangalia comments za watu wengine. Kama bado upo kwenye kipindi chetu, endelea kushusha comments, tupo tutazisoma leo vizuri kabisa. Hapa bado tunaangalia kuna comment kuna comment moja hapa, ngoja niweze pia kupita hapa. Kuna mteja mmoja muhimu sana, Haika pia anasema Mr. Fortius, salama boss, mimi ni mdau mkubwa wa Inuka ila nateseka sana wakati wa kutoa. Shida ya Inuka ndio hivyo. Na kumekuwa na comments pia nyingine bado zinakuja, watu wanalalamika kwamba wanapata shida kutoa pesa. Mr. Fortius, sijui hii issue ikoje? Ni issue ambayo wawekezaji wanatakiwa wachukue hatua ama kuna hatua zinatakiwa zichukuliwe kutoka upande wa Orbit? Nafikiri Haika labda achukue namba yangu hapo aje ani text niweze kujua tatizo lake, kwa sababu kati ya vitu ambavyo havitaki kuwa na tatizo kabisa ni repurchase kwenye hii mifuko yote miwili ya Inuka Money Market pamoja na Inuka Dozen Index. Ni vitu ambavyo havitaki kuleta shida kabisa, isipokuwa kama mtu anataka ku-withdraw zaidi ya 200,000 kwa kiwango cha sasa hivi, hapo ndo inaweza ikampa shida. Lakini kama anataka ku-withdraw zaidi ya 200,000 kwa mfumo hivyo sasa hivi, hataweza kuifanya kwenye app yake, inabidi tumtumie fomu ajaze na sisi ndo tumsaidie ku-repurchase kwa huku tulipo. Kwa hiyo ni kitu ambacho hakitaki kumpa shida kabisa. Kwa achukue namba yangu Haika Machaku, mtanikumbuka hilo jina ili niweze kuifuatilia mimi mwenyewe au mtu yote ambaye anapata shida yoyote kwenye hizo applications za mifuko ya Inuka. Na labda niwaelekeze, sikusema mwanzoni, lakini utapata namba za simu za Orbit Securities akiwemo Mr. Fortius kwenye eneo la maelezo zaidi la hii screen. Kwa hiyo hapa kwenye title chini katikati fulani hapa chini ya title kuna kaneno kameandikwa more, ukikafungua pale kuna mkeka mrefu sana uko pale ambapo unatakiwa uone namba za simu za Orbit Securities zote pamoja na linki, na nimesahau hata ku-update mafaili. Utakutana pia na linki ya Google Drive ambapo utakutana na material ambayo leo yametumika kwenye presentation. Kwako Mr. Derek. Naam, shukrani sana. Nadhani Haika utawasiliana na Mr. Fortius hapo, au kama kuna mwingine yoyote ambaye comment yake inahusiana au anapitia tatizo la Inuka Money Market, nadhani unaweza kumtafuta Mr. Fortius pia akakusaidia, au hapo wataalamu wetu nadhani leo hapo tupo nao. Mr. Haj naona leo hayupo, pia unaweza kumtafuta akakusaidia zaidi.
Na mnaona hapa kuna comment mmoja aliuliza, naomba kuuliza unaweza kulifanya gawio lako kuwa hisa? Kwa mimi naweza nikakujibu, ukishalipokea lile gawio lako, nenda DSE unafanya tena muamala mwingine kwamba unanunua hisa kwa mara nyingine, kwamba unai-reinvest tena, unaiwekeza tena gawio lako kwenda kuwa hisa, na sio kwenda kumwagilia moyo kama Mr. Ezekiel hapo kwa anatuambia nataka usimwagilie moyo gawio lako lote. Hapana, chukua kidogo mwagilia, ila lingine nunulia hisa kwa ajili ya kesho yako, na hisa gawio lingine pia nunulia hisa, imradi unaongeza idadi ya hisa katika portfolio yako. Naam, hapa kuna comment moja hapa pia, ngoja niipitie mara moja. Huyu Nesham anasema Mr. Forrest, nimefungua account katika app ya Inuka, changamoto ni kuweka pesa. The option iliyoko ni push to pay. Sasa kwa sisi ugaibuni tunafanyaje? Je, point personal diaspora tunampataje? Labda Mr. Forrest unaweza kutuambia kidogo mikakati ambayo tayari tunayo mezani kuhusiana na changamoto ya diaspora. Okay, asante sana na pole sana Nesham. Nafikiri kama alivyosema Ezekiel, kuna namba yangu hapo, utanitafuta ili niweze kukupa huyo mtu ambaye anahusika na ambaye anaweza akakusaidia kutatua changamoto ambayo unayo. Na sasa hivi kweli hapa Orbit Securities tuna mtu wa hiyo dawati diaspora. Nafikiri karibuni tutakuwa na session naye, na nitaomba sana watu wa diaspora waweze kushiriki kwa wingi kwenye hicho kipindi, ili tuwaelezee kitu ambacho tunakifanya kutatua matatizo mnayopata, lakini na nyinyi mtueleze changamoto za ziada ambazo mnazipata, both kwa wale diaspora ambao bado wana vitambulisho vya Tanzania, lakini hata wale ambao wameshachukua vitambulisho vingine, kwa sababu huko kwetu opportunities bado zipo. Kwa hiyo tutashiriki wote muweze kuona tunasaidianaje kutatua hizo changamoto, ili muweze kupata hiyo advantage ya faida mnazoweza kuzipata kwa kuwekeza huko nyumbani. Sawa, kwako Derek. Naam. Hiyo Mr. Fortius, watu wa diaspora nadhani ni wengi sana wanatamani kuwekeza kwenye masoko yetu huku nyumbani na wanawiwa. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana. Watu wa diaspora pia karibuni tuwekeze nyumbani. Karibuni. Naona hapa kuna swali la mtaalamu Fonsi, anauliza tofauti ya mifuko, mfano wa Inuka Dozen Fund na ETF. Kama zote ni bucket of companies, mbona moja iko listed nyingine haziko listed? Naomba tofauti ya mifuko na ETF. Anakamalizia, asanteni kwa kazi nzuri. Labda hapo Mr. Fortius utusaidie tofauti ya Inuka Dozen Fund na ETF ambazo zipo kwenye masoko yetu. Yani kweli na hizo daniwa zinachanganya kweli, kwamba zote ni bucket of companies. Sasa nataka kujua tofauti yake, kwa sababu zote ukiangalia kwa Dozen Fund ni fund kama zilivyo fund nyingine za money market fund. Tofauti yake na fund nyingine ni kwamba labda hii kwa sababu inawekeza kwenye basket of companies au makampuni ambayo yako sokoni. Sasa mfuko unaweza ukawekeza kwenye makampuni yaliyoko sokoni, lakini wenyewe usijiorodheshe sokoni. Unapojiorodhesha sokoni ndio unapobadilisha jina, inakuwa ni fund lakini ni exchange traded, ndio maana hilo jina linakuwa ETF. Kwa hiyo bado unaweza ukawa na makampuni yako listed sokoni, lakini wewe mwenyewe huo mfuko wenyewe usijiorodheshe. Ndio hii kesi ya Dozen Fund. Kwa hiyo inawezekana Dozen Fund ikawa ETF kama tu na yenyewe imejiorodhesha sokoni. Sasa sijajua Fonsi kama hapo imeeleweka au kama unahitaji ufafanuzi zaidi, au Ezekiel na Derek mlionisikia kama nilichoeleza kinaeleweka. Nadhani kiko clear. Kama ana swali la ziada basi atalitupia kwenye comments pale. Naam. Sawa Derek, ngoja nisome kuna maswali pia kutoka Instagram ambayo hatuwezi kuyaona hapa kwenye screen. Swali yako mawili yameulizwa na mtaalamu anaitwa Edward. Edward anasema swali la kwanza, je, ni kwa nini DSE kuna very few listed companies?
Lakini swali la pili anauliza sasa, kati ya East Africa ama SADC anaweza akawekeza wapi sehemu nyingine? Naomba kwanza nimsikie Abbas kama kuna majibu yote anaweza kutupatia hapa. Karibu Abbas. Abbas, kama upo jirani. Internet inanisumbua kidogo. Pole sana, pole sana. Ilikuwa ni swali gani? Cha kwanza yuko concerned, anauliza kwa nini DSE kuna makampuni machache sana ambayo yako listed, lakini cha pili anauliza je, katika East Africa kama SADC anaweza akawekeza wapi pengine? Okay. Swala la kwa nini makampuni yako machache na ni as Orbit kama brokers kila siku waga wanasema wako na jitihada za kuendelea kuwashawishi watu wa makampuni kuweza kuja sokoni na kuweza kupata mtaji ambao utakuwa ni nafuu kwao. Equity siku zote ni mtaji ni nafuu, lakini pia nilimsikiliza treasurer alisema kuna uwezekano wa makampuni ya serikali kuweza kuwa listed. Walisema kuanzia mwaka huu tutegemee kama kuna makampuni yanakuja. Lakini pia kwa wapi unaweza ukawekeza sehemu nyingine East Africa na SADC, aliyeuliza swali sidhani kama atakuwa amemaliza opportunity ambazo ziko kwenye soko letu so far. Sijui, sidhani kama atakuwa amezimaliza. Ndani bado kuna umalize kabla ya yes, bado hujamaliza. Tunataka na huu umekuwa ni ugonjwa. Watu wengi sana wana ugonjwa hii kutafuta tu kitu, yani wapi nitaweza kuwekeza sehemu nyingine. Mtu amepata kampuni nzuri, bado hajawekeza vizuri kwenye hiyo kampuni, lakini anataka tu kupata wapi naweza nikawekeza sehemu nyingine. Asante sana. Yes. Derek, naomba nielekeze pia swali lako moja pia kutoka Instagram, alafu utaendelea na mengine. Timos Cosmos amerudi tena, nauliza sasa namna gani anaweza kuzifanya hisa alizonunua zamani zikapewa cheti ziweze kuonekana katika akaunti yake ya hisa kiganjani. Sasa labda Timos utatusaidia kuqualify hisa ulizonunua zamani zikiwa kwenye soko la hisa ambalo ni public ama umenunua kwenye kampuni private. Maana kama ni kampuni public labda ndizo hizo anaweza akazitolea maelezo Mr. Derek. Unaonaje hisa zako zilizonunuliwa? Mi nadhani kama sijakosea hilo swali lake, labda alinunua hisa kipindi wa cheti, angependa kuhamisha hisa zake ziende kwenye mfumo wa siku hizi wa DSE hisa kiganjani. Nadhani akifika kwa DSE ofisini kwao, au kama sijakosea akienda hata Orbit au kwa dalali yoyote, anaweza kumuunganishia hisa zake na zikaingia kwenye CDS account namba yake. Kwa kama hana DSE kiganjani, anaweza akatafuta DSE wenyewe au anaweza akatafuta Orbit au dalali yoyote katika soko la hisa akaweza kumsaidia katika hilo. Ndio Mr. Fortius, hii issue mnadili vipi? Kama kweli ana cheti, unajua zamani wakati soko linaanza ni kwamba ukinunua hisa ulikuwa unapewa cheti. Nafikiri Tanzania Oxygen pamoja na TBL ndio makampuni ya mwanzo kabisa ulikuwa unapewa cheti cha hisa kabla haijaingizwa kwenye kitu wanachokiita book entry. Kwa hiyo tulipotoka kwenye certificate yenye nembo ya TBL kama mmiliki wa hisa, ilipoingizwa kwenye book entry ulikuwa unapewa kitu kinachoitwa depository receipt. Kumbuka hiyo depository receipt sio cheti, sio share certificate, ilikuwa ni receipt tu ya kawaida. Ila kwa sababu ilikuwa ni transition kutoka kwenye physical certificate, ikabidi watengeneze receipt ambayo at least ina picha kama cheti kuwapa watu confidence. Lakini ilikuwa ni kama receipt ambayo ungeweza kutoa hata EFD receipt, udhibitisho kwamba kwenye book entry unamiliki hizo hisa. Sasa tumeenda watu walipozoea, sasa ndo wakaachana hata na hicho cheti. Unatakiwa kuwa na trust na imani kwamba nina hisa kwenye CSDR, kwamba ziko registered huko. Kwa ndo jinsi tulivyo transition kutoka kwenye physical certificate kuja kwenye book entry.
Kwa kama una cheti bado, cha muhimu cha kufanya ni kuja hapa kwa Orbit Securities, sisi tutakushughulikia kwenda kwa sababu hisa zote zilikuwa deposited kule kwenye CSDR. Kwa utakachofanya ni kwamba kama bado una cheti na hujawahi kununua hisa nyingine, hata kama ushawahi kununua hisa nyingine labda kwa CDS nyingine, utachukua hicho cheti utakipeleka kwa registrar wa hiyo kampuni, alafu watazideposit kwenye akaunti yako. Kwa hiyo utaanza kuziona kama unaziangalia kwenye DS Hisa Kiganjani Holdings, utaanza kuziona, au kama utahitaji tukuprintie statement sasa ambayo inahusisha na hizo hisa, tutaweza kukuprintia. Kwa hiyo kama una cheti wewe tuletee hapa ofisini tuweze kufanyia hiyo shughuli ili uweze kuziona hizo hisa zako. Mute mic Mr. Ezekiel. Okay, sawa, shukrani sana. Kumbe niko muted. Yes, kabla sija hand over kwako, naomba nisome pia maswali mawili nimpelekee Mr. Abbas. Kwanza linatoka kwa Victor, lakini pia leo nitasoma kwa pamoja, Mr. Abbas utarespond kwa pamoja. La kwanza ni hii, huyu ametamani kuweza kujua siri ya kuwekeza kwenye kampuni moja. Na yule ambaye amefanya diversification, ipi ni salama na ipi yenye good profit. Lakini pia swali la pili utajibu yote kwa pamoja. Leon anasema Abbas alikuwa anataka kuuliza kuhusu mambo ya profit matching katika kununua na kuuza hisa. Akiwa kwa mfano na milioni 100 katika hisa kwa sasa anataka kuuza, lakini sasa hapa kuna maelezo nasema kwa mfano 500, lakini akapata idadi ya milioni 50, then bei ikabadilika sokoni, itakuwaje? Kwa nadhani anachomaanisha ni kwamba ana hisa anatamani kuziuza, lakini bei labda ikashuka chini tofauti na ile ambayo alikuwa akitegemea, ama tofauti na ile ambayo ilikuwa sokoni hapo awali. Anafanyaje huyu mtu? Karibu Mr. Abbas. Mr. Abbas, next session inabidi uende Orbit Securities. Hapana, nilikuwa sija unmute mic. Sawa. Nikianza na swali la kwanza ambalo ameuliza kuhusu diversification na concentration. Siri ni nini? Nime concentrate kwa sababu I know what I'm doing. Yani kama alivyosema Mr. Fortius, unaweka mayai yako yote kwenye kapu moja na unakiangalia hicho kikapu kwa umakini zaidi. Na katika kujifunza kwangu na kuwasoma matajiri mbalimbali na watu walioendelea, nimekuja kugundua kwamba mtanirekebisha kama nitakuwa siko sahihi, lakini sijawahi kumuona mtu aliyetajirika kwa diversification. Lakini wanaanza kuconcentrate na biashara moja, then akishatengeneza utajiri anatumia diversification kupreserve, kuulinda utajiri wake. Lakini sijawahi kumuona mtu yoyote duniani aliyetajirika kwa diversification. Na watu tunachoshindwa kuelewa, kuna wealth creation na kuna wealth preservation. Sasa wewe unatumia strategy ya kupreserve wealth wakati huna wealth uliotengeneza. What are you diversifying? Una 100,000, mtu ana 100,000 na 50,000 anakupigia, naomba niambie makampuni 5 ya kuwekeza na shilingi 50,000. What are you diversifying? Kwa hiyo unatakiwa kwanza ucreate utajiri, tengeneza utajiri. Utajiri unatengenezwa kwa kuconcentrate. Wote tukimzungumzia Baharesa tunajua wapi ambapo ametengeneza utajiri wake. Tukimzungumzia Dangote tunajua wapi ametengeneza utajiri wake. Tukizungumzia kina Tony Elumero tunajua wapi ambapo wametengeneza utajiri. Baada ya kutengeneza utajiri sasa, ndio how do you preserve your wealth? You diversify ili kulinda ule utajiri wako. Sasa wewe huna utajiri, unalinda kitu gani? Nafikiri hilo nimerijibu vizuri kabisa. Na katika kudiversify pia, vile ambavyo una diversify risk, hivyo una diversify possibility ya faida yako. Kwa hiyo unapo concentrate, ndio kuna risk, lakini pia reward yake ni kubwa. Kwamba ukiweka nguvu yako kubwa, kwa sababu milioni 1 ikidabo
ni tofauti na milioni 100 ikidouble. Sasa wewe ulikuwa na milioni 100 umeidiversify kwenye kampuni 10. Kwa hiyo umeweka milioni 10. Ndio kuna sehemu utapata faida, kuna sehemu utapata hasara. Kwa hiyo vile unavyo manage risk, jua pia una manage faida yako vivyo hivyo. Kwa hiyo mimi ninachokiona, jifunze, tafuta kampuni, istudy vizuri, elewa biashara yake, then weka nguvu zako zote hapo. Pakimachua, pamemachua kweli. Mimi CRDB kutoka shilingi 670 kwenda paka shilingi 3000, 2800, 2900, pamenitoa sehemu moja, pamenipeleka sehemu nyingine. Status yangu imebadilika financially. Lakini sio kitu ambacho kilikuwa cha bahati, ni kitu ambacho nilikistadi na nikaona kabisa potential ya kutengeneza hela katika hii kampuni ni kubwa kuliko uwezekano wa mimi kutengeneza hasara. Kwa hiyo sikuchukua tu riski hivi, lakini ni kitu ambacho nimekisoma. Yani mimi when it comes to banking sector, yani ni sekta ambayo nimechukua muda wangu kuisoma, kuistudy vizuri kabisa na naifuatilia kila siku. That's it. Swali la pili nilikuwa sijalielewa kusema ukweli. Price mismatching katika kununua na kuuza hisa nikiwa na 100M kwa hisa, nikataka kuiuza mfano kwa 500 lakini nikapata idadi ya 50M. Nadhani lengo lake la kutuambia ni kwamba labda price labda ilikuwa ni 500 na ndio alikuwa anategemea kwenye hiyo kuuza hisa, lakini akagundua nusu yake labda ni 250 ambayo imemsababisha thamani yake kushuka kutoka 100 mpaka 50. Anafanyaje? Bei imeshuka sokoni, si ndio? Kama nimelielewa swali vizuri. Yes. Kwamba bei imeshuka sokoni na yeye anataka auze hisa zake. Unamshaurije? Sasa hapo kama anataka kuuza, manake atakuwa yuko tayari kuipokea hasara, kwa sababu kwenye hisa bei kupanda na bei kushuka, haujatengeneza faida kama haujauza na hujatengeneza hasara pia kama haujauza. Kwa hiyo watu wengi pia uwaga nawaambia, unakuta mtu bei ya hisa imeshuka anasema nimepata hasara. Namwambia umepata hasara vipi? Hujapata hasara kama hujauza. Mimi Agosti kuna hisa nilizinunua 1600. Wote tunajua ikashuka ikaenda paka 1000, 1100. Then sasa hivi tuko 2100. Kwa hiyo kama sijauza, kama hujauza hujapata hasara. Kwa hiyo akiamua kuuza, maana yake amekubali kwamba ile hasara iwe halisi. Lakini anaweza akakaa akasubiri, na kama ni kampuni nzuri basi ina potential ya kuweza kurudi tena juu na akaweza kuuza kwa bei nzuri kabisa ambayo yeye. Na mara nyingi naambia watu unapowekeza kwenye hisa usiweke emergency fund yako huko. Hapa katikati kuna wimbi limeingia kwenye hii bull market tulionayo. Kuna watu wameingia, mtu anauza nyumba anaweka kwenye hisa, kuna mwingine anachukua mkopo anaweka kwenye hisa, kuna mwingine emergency fund yake anaichukua anaiweka kwenye hisa. Kwa hiyo usiweke kwenye hisa hela ambayo unajua utaitaka ndani ya mwezi, ndani ya miezi miwili, kwa sababu wakati wewe unaitaka inawezekana market ikawa imeenda ndivyo sivyo na wewe ulivyokuwa umetarajia. Na ndio maana tunashauri kwenye hisa uwe na horizon ya muda mrefu uweza kuhimili zile panda shuka za bei. Yes. Sawa, back to Mr. Derek. Naam, shukrani sana Mr. Abbas. Leo ni somo zuri sana. Ningependa tu somo zuri mpaka muda hautoshi. Natamani kama tumalizie swali moja la mwisho. Mr. Abbas hapa, Mr. Joseph ametuuliza, je, ni KPI zipi 4 muhimu ambazo unahakikisha unazifuatilia kwenye banking sector ili zikusaidie kufanya maamuzi ya uwekezaji? Swali letu hilo la mwisho Mr. Sorry, naomba ulirudie. Je, ni KPI zipi muhimu ambazo unahakikisha unazifuatilia kwenye banking sector?
kuna mbili ambazo regulator BOT amezitolea circular na anaziangalia. Cha kwanza, non-performing loans amesema isizidi 5%. Yani ukichukua mikopo yote ya benki na mikopo ile ambayo ina hatihati walipaji wanasuasua isizidi 5%, non-performing loans. Cha pili, naangalia cost to income ratio, na hiyo pia BOT amesema isizidi 55%. Lakini pia naangalia coverage ratio, provision. Je, benki imeweka provision asilimia ngapi ya mikopo yake chechefu? Lakini pia kitu chengine nachokiangalia, naangalia price to earning ratio, naangalia return on equity. Kwa kuna vitu vingi ambavyo naviangalia, lakini pia naangalia borrowings ambazo wako nazo, kwa sababu inaenda kuleta madhara au effect kwenye interest expenses za kampuni au za benki for sure. Yes, hivyo ndo vitu ambavyo kwa haraka huwa naviangalia, lakini vikuu viwili, cost to income ratio na non-performing loans, hivyo ndo vitu ambavyo vikiwa vimezidi kwenye ile threshold iliyowekwa na BOT, benki inaweza ikawa kwenye hatihati ya kuto kulipa gawio. Na kama tunavyojua soko letu ni dividend driven, kwa hiyo kampuni isipolipa gawio, bei ya hisa inakuwa changamoto kidogo.